Kama maisha yalitokana na mfululizo wa matukio ya bahati nasibu, kama vile mageuzi yanavyojaribu kuushawishi ulimwengu, unajua, huenda tungetarajia maisha yetu yawe si zaidi ya mfululizo wa ajali tu, matukio ya nasibu bila kusudi lolote kabisa. Sasa ngoja nikuambie mpendwa, hakuna kitu kilicho mbali zaidi na ukweli kuliko hilo. Ninapenda jinsi Oswald Chambers alivyoiweka, usiamini kamwe kwamba matukio ya nasibu ni kitu kidogo kuliko utaratibu uliowekwa na Mungu. Tunahitaji kuwa tayari kugundua miundo yake ya kiungu kila mahali. Naipenda hiyo. Unachotakiwa kufanya hata hivyo ni kufuata tu matukio hapa katika Matendo 12, na utapata ushahidi mwingi kwamba Mungu ndiye anayesimamia mambo yote ya maisha. Mambo yanaweza kuonekana kama machafuko yasiyotegemewa, ya kushangaza na bila shaka, ya kuvunja moyo wakati mwingine. Mtume mmoja kwa kweli katika rekodi hii atakufa kifo cha kishahidi na mtume mwingine ataachiliwa kwa muujiza. Lakini matukio yote mawili ni sehemu ya mpango wa kiungu wa Mungu. Sasa tunapoanza Matendo 12, tutaona mateso yanayoongezeka kwa kanisa hapa kwenye mstari wa kwanza. Wakati huo Herode mfalme aliwakamata kwa nguvu baadhi ya wale waliokuwa wa kanisa. Akamua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Sasa huyu Herode hapa ni Herode Agripa wa kwanza. Yeye ni mpwa wa Herode Antipa, mfalme aliyemua Yohana Mbatizaji, na unaweza kufikiria jinsi tukio hili lilivyokuwa la kutisha, kwa sababu mateso sasa hayaji tu kutoka kwa viongozi wa kidini, bali sasa yanatoka serikalini. Unaweza pia kufikiria jinsi kifo cha Yakobo kilileta tetemeko la ardhi kupitia kanisa la kwanza. Hata katika moyo wa kaka yake Yohana, mshiriki mwingine wa wale wanafunzi 12 wa awali, angekuwa anahuzunika sana hapa. Wewe hujawahi kusoma kuhusu ndugu hawa katika masimulizi ya Injili wakiwa wametengana au wametengana? Ni karibu kila mara Yakobo na Yohana. Naam, James anauawa. Yeye anakuwa wa kwanza wa wale mitume 12 kuuawa shahidi. Mapokeo ya kale moja yanasema kwamba wakati Yakobo alipokuwa akitembea kutoka mahakamani hadi mahali pa kuuawa, askari aliyekuwa akimsindikiza aliguswa sana baada ya kushuhudia ushuhuda wake wa imani kwa Kristo kiasi kwamba naye alikiri imani yake kwa Kristo pia, na kama matokeo aliuawa papo hapo pamoja na Yakobo. Basi mateso haya hayaishi na kifo cha Yakobo. Kwa kweli tunasoma hapa katika mstari wa 3, Herode alipoona kwamba jambo hilo limewapendeza Wayahudi, akaendelea kumkamata Petro pia. Herode anatufundisha upya maana ya kuwa mwanasiasa fisadi. Anashuka hadi kiwango cha chini kabisa kiasi cha kumuua mtu ili tu kuongeza umaarufu wake kwa umma. Hapa katika mstari wa 4 tunaambiwa kwamba Herode alikuwa na nia, baada ya Pasaka, kumleta Petro mbele ya watu. Atamfanyia Petro hukumu ya hadharani. Anataka kufanya hivyo ili kuongeza umaarufu wake miongoni mwa Wayahudi. Mstari wa 6 unatueleza kwamba Petro amefungwa minyororo ndani ya seli ya gereza kati ya askari wawili. Hakika hakuna njia yoyote ya kutoroka hapa. Hali haina matumaini kabisa, hasa ukizingatia kuuawa kwa Yakobo. Petro anaenda mbinguni hapa ndani ya masaa machache tu. Sasa hatujaambiwa jinsi kanisa lilivyoitikia kukamatwa kwa Yakobo, lakini hakuna shaka kwamba kuuawa kwake kulilifanya waombe kwa bidii zaidi kwa ajili ya Petro. Kuhusu kukamatwa kwa Petro, tunasoma hapa kwenye mstari wa 5, kanisa lilimwombea Mungu kwa bidii. Bila shaka wanaomba Bwana amtie nguvu na amfariji katika jaribu hili, lakini kanisa zima pia linaomba achiliwe huru. Kwa hivyo una drama hii ya juu inayofanyika hapa Yerusalemu. Petro amekamatwa, amezuiliwa kwa kusema, na kanisa linafanya maombezi.
Sasa sina shaka akilini mwangu kwamba kanisa lilikuwa limeomba kwa ajili ya kuachiliwa kwa James, lakini katika mpango wake kamili, vema, Mungu alipanga kwa Yakobo kupokea ukombozi wa milele. Naam, mpango wa Mungu kwa Petro ni ukombozi wa mara moja. Mstari wa 7 unatueleza, malaika wa Bwana alisimama karibu naye na nuru ikaangaza ndani ya gereza. Akampiga Petro ubavuni na kumwamsha akisema, inuka haraka, na minyororo ikaanguka mikononi mwake. Naam, walinzi kwa wazi hawakusikia wala kuona chochote. Inaonekana wamewekwa katika aina fulani ya usingizi mzito nadhani. Malaika anamwongoza Petro tu na milango inafunguka yenyewe, halafu walipotoka nje, tunaambiwa malaika akatoweka. Mstari wa 12 unatueleza, Petro akaenda nyumbani kwa Maria, mama yake Yohana, ambaye pia anaitwa Marko, ambako wengi walikuwa wamekusanyika na walikuwa wakiomba, naye akagonga mlangoni. Inaonekana mkutano huu wa maombi umeendelea hadi usiku wa manane. Wanaomba kwa ajili ya kuachiliwa kwa Petro, na jibu la maombi yao sasa linabisha hodi pale mlangoni. Binti mmoja mdogo, tunaambiwa, aitwaye Rhoda, anaenda kufungua mlango na anashangaa sana anapotambua sauti ya Petro kiasi kwamba hata hafungui mlango. Anakimbia kurudi katikati ya mkutano wa maombi na kimsingi anawaambia wote, hamtakiamini, lakini Petro yuko pale nje. Basi wanamwambia kwamba amepoteza akili. Halafu wanapendekeza, basi lazima ni malaika wake yuko pale mlangoni. Kwa hiyo jaribu tu kufikiria mazungumzo haya, tukio hili. Rhoda anasema yuko hapa. Nani yuko hapa? Petro. Yuko pale nje mlangoni. Rhoda, umepoteza akili zako. Hapana, sijaenda wazimu. Nimemwona. Basi lazima umeona mzimu. Hapana, nawaambia Petro yuko mlangoni. Sasa Rhoda, tuko bize tunaomba. Tunaomba Mungu amtoe Petro, na sasa unakatiza mkutano wetu wa maombi. Labda anasisitiza sana, hivyo hatimaye wanaenda mlangoni, labda tu ili kumwonyesha kuwa amekosea, na wanagundua kweli ni Petro. Mstari wa 16 unatueleza kwamba wote wanashangaa. Ninagundua wapendwa, sisi sio pekee yetu tunaopata ugumu kuelewa kile Mungu anapanga. Kwa kweli, tunapata ugumu kuamini wakati mwingine kwamba Mungu amejibu maombi yetu. Je, si jambo la kutia moyo kujua kwamba hata mitume waliopo hapa, wale ambao waliokuwa wakizunguka nao waamini ili kusali pamoja nao, wanapata shida nao kwa kuamini kwamba haya yametukia. Vema, Petro anazungumza nao hapa katika mstari wa 17. Anasema, waambieni Yakobo na ndugu mambo haya. Na kisha tunaambiwa anaondoka kwenda mahali pengine. Sasa huyu Yakobo hasa ambaye Petro anamtaja hapa ni ndugu wa kambo wa Yesu. Naye amekuwa mchungaji mwalimu mashuhuri katika kanisa la Yerusalemu. Vema, ukirudi kwenye chumba hiki cha jela hapa, asubuhi iliyofuata, Petro bila shaka hayupo. Mstari wa 18 unasema, kukawa na fujo kati ya askari juu ya yaliyompata Petro. Vema, mimi nadhani hiyo ni kweli. Herode Agripa anashuku kwamba walinzi wanahusika na jambo hili au wamezembea katika kazi yao, na kwa sababu hiyo, kwa bahati mbaya, anawaamuru wote wauawe. Baada ya hayo, Herode anaondoka kwenda Kaisaria. Hilo ni jumba lake la pwani, uwanja wake mdogo wa kuchezea kule. Na bila shaka yeye anataka kila aina hii nyuma yake. Zaidi ya hayo, unajua, kiwango chake cha kupendwa na umma kimeporomoka kabisa. Ukweli ni kwamba Mungu yuko karibu kumleta Herode mwenyewe mbele ya haki. Tunaambiwa hapa kwenye mstari wa 20, tukio ni mkataba wa amani kati ya Herode na miji ya bandari ya Tiro na Sidoni. Inaonekana walikuwa wamefanya jambo lililomkera Herode na akawawekea aina fulani ya vikwazo vya kiuchumi. Kwa hiyo wawakilishi wa miji hii miwili wanamjia Herode.
Wako Kaisaria, wako kwenye ikulu, na inaonekana wamelitatua tatizo hilo. Basi Herode anatumia fursa hii kutoa hotuba ya hadhara. Na kusema kweli, yote ni kuhusu jinsi alivyo mkuu. Anavaa joho la kifahari, anatokea mbele ya watu wote akiwa na fahari na sherehe zote za kifalme. Na hapa kwenye mstari wa 22, watu wote wanaanza kupiga kelele, sauti ya Mungu na si ya mwanadamu. Kwa maneno mengine, Herode si mwanadamu. Basi yeye ni Mungu. Tunaweza kufikiria jinsi Herode alivyoipenda hali hii. Mstari wa 23 unarekodi, mara moja malaika wa Bwana akampiga na akaliwa na minyoo na akapumua pumzi yake ya mwisho. Kwa kitendo kidogo tu cha kidole cha enzi, Mungu aliachilia minyoo ndani ya matumbo ya Herode iliyomnyang'anya uhai wake. Sababu ya hukumu hii imeelezwa wazi hapa kwetu. Hakumpa Mungu utukufu. Hilo ni tamko la kutisha kwa mtu yeyote hadi leo. Nikuambie wapendwa, jehanamu itajaa watu waliokosa kwa dhambi hii wakikataa kumpa Mungu utukufu. Hukumu ya Mungu si kwa Herode tu. Hukumu ya Mungu ni kwa kila mtu anayejitahidi kuiba utukufu wake na kukataa toleo lake la wokovu. Hivyo sura hii inamalizika sasa kwa dokezo fupi hapa kwenye mstari wa 25. Paulo na Barnaba walirudi kutoka Yerusalemu wakiwa wameambatana na Yohana ambaye jina lake lingine ni Marko. Sasa hili litaandaa mazingira kwa matukio ya kusisimua yatakayojitokeza katika sura ya 13. Lakini kabla hatujamaliza leo, kuna jambo moja nataka kulisisitiza. Sura ya 12 inatukumbusha kwamba Injili haiwezi kuzuiliwa. Viongozi wa dunia hii, wapendwa, huja na huondoka. Inaonekana kana kwamba wana amri, lakini mfalme wa mbinguni yuko katika amri kuu. Kwa hivyo wacha tuishi leo na aina hiyo ya uhakikisho. Tusiwe na hofu. Mipango ya Mungu inaendelea na mipango ya Mungu itatimia daima. Naam, sasa neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.